Kila siku nimekuwa nikisema kwa wakati ambapo rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace Karia kwa wakati ambao inatakiwa awe makini sana katika kutoa statement zake, ni wakati huu ambapo sakata la dabi ya Kariakoo limekuwa likizua sura mpya na watu wamekuwa wakilifuatilia muda hadi muda. Kauli ambazo amekuwa akizitoa katika wakati huu zimekuwa zikizua sintofahamu na tafrani katika mitandao ya kijamii, na watu pia wamekuwa wakiwa wanahoji kwamba anachokizungumza Wallace Karia ni kitu ambacho anakielewa ama amekuwa akitumia hasira katika kufikisha taarifa kwa hadhira. Moja kati ya taarifa ambayo imezua gumzo sana na watu wamekuwa wakifikiria kwamba ni nini anachokimaanisha kwa mtu kama yeye, rais wa TFF, na kutoa kauli ambazo alitoa hizo, ni nini kinachoendelea. Bana, kabla hatujaangalia taarifa hii na hatujaangalia nini alichokizungumza Wallace Karia, nikukumbushe kitu kimoja kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hapa ni H&T Media ambaye inakuletea taarifa za michezo kila wakati kila saa. Endelea kusubscribe kama ndo hujasubscribe, lakini kama wewe umeshakusubscribe basi ni wakati wako sasa kuhakikisha una drop comment yako hapo. Andika comment yako hapo kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea, alafu tutakuja kupatana katika wakati wa kusoma comment hapo katika comment section. Hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati kila saa. Hebu tukiangazia sasa alichokizungumza Wallace Karia kama rais wa shirikisho la mpira Tanzania TFF, mara baada ya kuulizwa na watu wengi kuhusiana na hukumu ya kila ambacho kilikuwa kinasubiriwa kuhusiana na sakata hili la dabi ya Kariakoo. Yeye aliweza kusema tumeupangia tarehe mchezo wa dabi kwa sababu hatujui kesi kama itaisha ama haitaisha. Hilo ni moja. Aliweza kuzungumza bungeni, wameniuliza sana kuhusiana na ripoti ya uchunguzi. Nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna wengine walienda kwenye vyombo vya kisheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake. Itakapofika muda utafika, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha lini ama halitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hiyo kwa kuwa tayari mmoja kashaenda sehemu za suluhisho. Kwa hiyo ni vizuri tukaheshimu. Bana, huyu hapa alikuwa ni rais wa shirikisho la mpira Tanzania TFF bwana Wallace Karia. Alikuwa akijibu swali la waandishi wa habari alipokuwa akiulizwa kutoka katika viunga vya bunge hapo Dodoma, alipokuwa amekwenda kuhudhuria kikao hicho cha bunge siku ya kupitisha bajeti ya sekta hiyo ya michezo. Unaambiwa kwamba haya yalikuwa ni majibu kati ya alichokizungumza kuhusiana na sakata hilo la dabi ya Kariakoo ambalo limekuwa likizua sura mpya siku hadi siku. Moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikiwachanganya watu sana kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea kwa sasa kwa rais huyo Wallace Karia na bodi ya ligi kwa ujumla kuhusiana na hicho ambacho alikizungumza. Lakini ukija kuangalia kwa rais wa shirikisho Tanzania TFF Wallace Karia ni kama amekuwa akinukuliwa vibaya kila statement ambayo atakayoitoa kutokana na the way jinsi anavyokuwa akizungumza kuhusiana na hicho ambacho kimekuwa kikiendelea kutokana na sakata hili la dabi. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni bwana Wallace Karia pia alinukuliwa vibaya akizungumzia kuhusiana na media alipokuwa Tanga, lakini pia alinukuliwa akitoa kauli za kishabiki kabisa siku alipokuwa akifika Tanzania akitokea nchini Misri, ambako alipokuwa amekwenda kukamilisha majukumu yake ya kimichezo. Alivyorudi wakati huo ndo sakata la dabi ya Kariakoo bado bichi kabisa. Aliweza kutoa
kauli za kishabiki kabisa, kama watu wameshindwa kucheza basi wakacheze sinema zao huko, kauli ambayo ilikuwa tata kabisa na watu walikuwa wakiizungumzia. Sasa kitu hapa ambacho unaweza kufikiria kwamba yeye kama rais wa shirikisho na hivi vyote vipo chini yake, hajui kama kesi hii itaisha ama haitoisha. Unaona kabisa kwamba ni swala la kujiuliza, na unaweka kituo, unaweka nukta kwamba hapa ni nini kinachoendelea kunako mamlaka hizo za juu kabisa zinazosimamia masuala ya kimichezo hapa Tanzania. Unaweza ukawalaumu Young Africans kwa kuchukua hatua ya kwenda kasi kutafuta suluhu ya jambo hili. Unaweza ukawalaumu Young Africans kwa kugoma kucheza mechi hii kutokana na kutolizishwa na maamuzi ambayo yanatolewa katika mamlaka hizi za soka. Kwa mimi huwezi ukawaona ubaya Young Africans, kwa sababu kama rais mwenyewe ambaye anasimamia shirikisho lote la mpira wa miguu hapa Tanzania hajui kama kesi hii itaisha ama haitoisha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa Young Africans hawakuwa na nia mbaya kwenda kutafuta suluhu huko kasi ambako walikwenda. Kilichowaangusha tu ni kwamba na kuonekana katika issue hii wana makosa, ni vile ambavyo kasi waliwaamuru Young Africans warudi katika mamlaka za soka za nchini za ndani, ili aweze kuanzia huko katika mamlaka hizo, then atapanda huko kasi ambako ndo sehemu ya mwisho ya kutoa suluhu. Bana, alinukuliwa Almas Kasongo, katibu mkuu wa bodi ya ligi, akisema kwamba sisi tunaheshimu maamuzi ya kasi. Kasi ndo sehemu ya mwisho ambayo inaweza ikatoa maamuzi. Kama kasi imetoa maamuzi, basi sisi tunaheshimu maamuzi yake na tumeamua kupanga tarehe ya mchezo. Lakini ukija kuangalia katika maelekezo yaliyotolewa na kasi, hakuna sehemu ambapo imeandikwa kwamba shauri hili sasa limekwisha, Young Africans yana makosa, nendeni mkapange mchezo. Hapana, ila kilichoamliwa na kasi ni kwamba Young Africans warudi, waje waanzie katika mamlaka za ndani, ili kuhakikisha kwamba wanafuatilia katika mamlaka hizo. Kama watashindwa hapo, ndipo warudi kasi. Lakini hakuna sehemu ambapo kasi walisema kwamba basi nyie Young Africans mmeshindwa, rudini mkacheze mchezo wenu wa dabi. Kama ingekuwa hivyo, basi Young Africans wasingegoma kucheza mchezo huo na haya yote yasingekuwepo. Lakini kwa sasa Young Africans kashikilia msimamo wake kwamba hawatacheza mpaka pale ambapo haki yao itakapopatikana. Kukaa kimya kwa Young Africans si kwamba labda wamekubali kushindwa. Kuna jitihada za chini kwa chini ambazo zinafanyika, pengine watu hawataki kuzijua kwa sasa, mpaka pale ambapo Young Africans atapata haki yake, ndo huenda watatoka kuja utaarifu umma juu ya hatua ambazo zinaendelea. Hizo zilikuwa ni baadhi ya kauli ambazo alizitoa Wallace Karia pamoja na Almas Kasongo. Lakini hii hapa sasa ni kauli ya Steven Mguto. Yeye alikuwa akizungumza kwamba tulifurahi tulivyoona kwamba wameenda kasi, tulijua hawatatoboa. Watu kama viongozi wa juu kabisa wa sekta hizo za mpira hawawezi wakazungumza vitu ambavyo wanavizungumza. Hebu isikilize kauli hii hapa, alafu tutakuja kuendelea katika update zijazo kuhakikisha kwamba tunapeana taarifa za michezo kuhusiana na hii dabi ya Kariakoo. Sisi tulishaanza furaha tangu siku waliposema wanaenda kasi. Sisi tulishafurahi kwa sababu tulijua kwamba hawawezi kutoboa. Yani mlishajua wanaenda kuangusha pua kwenye sakafu. Kabisa. Haya, kwa sababu uweze ukaiondolea haki bodi ya ligi katika kuendesha ligi. Uweze ukaiondolea haki. Wao ndio wanaopanga, na mnapanga vitu, kuna haki inatendeka. Mzee Mguto, sisi tunasimamia haki. Ujue tuna Mungu bwana. Tunasimamia haki tu. Hatutaki kumdhulumu mtu yoyote. Na tunapoona tuweza kumshauri mtu vinginevyo, tunamshauri kwa ajili ya manufaa ya mpira wetu.
Maana ukianza kuona mwanachama wenu anatoka ndani anakwenda nje zaidi kuwashitaki, manake kwa namna moja ama nyingine kuna maeneo watu hawaridhiki na utendaji. Hata watoto wako, kuna watoto saa nyingine wanakuwa kichwa ngumu. Nawaambia lakini wanakuwa kichwa ngumu. Basi mwisho unafika unawaacha tu.